Mambo vipi? Kwenye video hii nitakutajia biashara 10 za mtaji mdogo zenye uhakika wa faida. Kwa yote yule ambaye ana mtaji kuanzia shilingi 100,000 mpaka 900,000 anaweza akafanya biashara kati ya hizi 10 nitakazokutajia. Twende na mimi kuanzia biashara namba 10 mpaka nitakapokutajia biashara namba 1. Biashara ya 10 ni biashara ya kuuza au kukaanga chipsi. Hii ni biashara ambayo wengi wanaidharau, lakini ni biashara kubwa kwa sababu ina mzunguko mkubwa na watu wanahitaji kula kila iitwapo leo. Biashara hii kikubwa, unapotaka kuifanya, angalia eneo ambalo lina mzunguko mkubwa wa watu, na ukishapata eneo lenye mzunguko mkubwa wa watu, utaamua wewe either ufungue frame kwa kukodi frame ambalo limejengwa tayari, au utaamua wewe ujenge kibanda. Kama ni cha kuchobelea, kama ni cha mabanzi, utaamua wewe mwenyewe. Ila kikubwa, zingatia eneo safi, zingatia quantity, unaweza ukaanza biashara hii. Na ukianza biashara hii, kikubwa cha kuzingatia, uwe una uhakika wa sehemu ambapo unachukulia mzigo wako wa viazi. Na unaweza ukawa na kijana mmoja ambaye mnasaidizana naye. Jinsi biashara inavyozidi kukua, basi unazidi kufanyaje? Unazidi kuitanua. Biashara namba 9 ambayo unaweza kuifanya kwa mtaji mdogo wa 100,000 hadi 900,000 ni mitumba ya kupointi. Nikisema mitumba ya kupointi, unajua nguo za mitumba ni nguo ambazo zinavaliwa sana na watu wengi wa hali ya chini, wa hali ya kati. Sasa mitumba ya kupointi maana yake utaenda zile sehemu ambazo yanapatikana maduka ya kuuza nguo za mitumba. Wewe unachagua nguo ambazo ni kali. Ukishachagua nguo ambazo ni kali, utarudi nyumbani, utazinyosha fresh, utaziwekea henga, utavalishia mdoli, unaongezea faida yako pale. Ni biashara ambayo inatoka sana na ina mzunguko mkubwa. Hata ukiwa na shilingi 100,000, 200,000 tu, unaweza ukaanza hii biashara. Lakini pia kwenye hii biashara ya mitumba ya kupoint, unaweza pia kujitangaza mtandaoni na ili ukapata watu ambao watanunua kutoka kwako. Biashara namba 8 ambayo unaweza kaifanya ni biashara ya vifaa vya simu. Vifaa vya simu bwana, kama unavyofahamu, unakuta unazuia iPhone 2,000, 3,000, maana yake vifaa vyake vingi bei zake nyingi ni za chini chini. Wewe angalia vifaa vipi ambavyo unaweza kaanza navyo. Kwa mfano, unaweza ukachukua betri, ukachukua earphone, ukachukua charger, ukachukua makava ya simu, ukachukua screen protector, na mwisho wa siku ukaanza. Na si lazima uanzie kwenye frame, unaweza ukaanza ukatafuta kijana akawa anatembeza na bandika protector, anauza makava, anauza earphone na kadhalika, na mwisho wa siku ndio umeanza hivyo. Unajua watu wengi kwenye kuanza biashara, watu natamani tuwe na mtaji mkubwa ndio tuanze kufanya biashara. Hapana, anza kidogo kidogo. Unapoanza kidogo kidogo kwa staili kama hiyo, inakurahisishia kujua kwamba bidhaa zipi ambazo zinapendwa, bidhaa zipi usichukue kwa wingi. Kwa hiyo ukiwa una kiwango chini ya 900,000, fikiria kuifanya hii biashara. Chukua vitu vichache vya kuanza navyo, na ukishaanza na hivyo vitu vichache, basi inakuwa ni nafasi yako ya kukua. Lakini advantage nyingine, kama wewe ni fundi simu, inakuwa ni advantage kubwa. Lakini kama wewe sio fundi simu, basi mtafute kijana ambaye anaoelewa na kutengeneza simu, mweke ofisini kwako, itasaidia kuvutia wateja wengi ambao kutengeneza simu, lakini mwisho siku vifaa vinatumika vile vile vya kwako ambavyo umevijumua. Biashara namba 7 ambayo ni biashara ya mtaji mdogo kabisa, unaweza ukaianza hata kama 100,000 tu inatosha, ni biashara ya vitafunwa. Watu wengi tunatumia breakfast asubuhi, au utaamua wewe upike mandazi, upike sambusa, ukange miogo, upike kande, whatever. Ila biashara ya vitafunwa ni biashara ambayo inatoka sana, na unaweza kaifungulia ofisi au ukawa unafuata watu maofisini, makazini. Biashara ambayo lazima itakulipa kila siku, kwa sababu watu kila itwapo leo wanahitaji kula ili waweze kuishi. Namba 6 ambayo unaweza kaifanya ukiwa na mtaji wa kuanzia 100,000 hadi 900,000, biashara ya kuprint. Unaweza kuprint t-shirt au unaweza kuprint mifuko. Biashara hii ninakwambia kabisa exactly, ukiwa na mtaji wa shilingi 400,000 unaweza ukaianza. Na hii biashara mimi mwenyewe ninaifanya na nilianza na mtaji kiasi hicho. Ni biashara fulani hivi, kama unaonaga watu wanavaa t-shirt ya vikundi yameandikwa majina, kama unaonaga kwaya zimeandikwa majina, au huwa unaona t-shirt ya misiba yameandikwa, t-shirt ya shule yameandikwa, basi hiyo ndio printing. Vifaa vyake ambapo unaweza kutumia ili uweze kuprint t-shirt au kuprint mifuko ambayo tunaweka bidhaa wafanya biashara, vinagharimu kama kwenye 250,000 hivi. Na
mambo mengine ili upate ujuzi wa kujifunza ili kuprint kwa rangi, inaweza kugharimu hadi kwenye 200,000 hivi au hata chini hapo. Kwa hiyo ni biashara nzuri kwa wewe ambaye una mtaji, upo mtaani una mtaji kiasi cha shilingi 400,000, 500,000, unafikiria jamani, nifanye biashara gani? Basi moja kwa moja nakushauri anza biashara hii ya kuprint masheti pamoja na mifuko. Na kama utahitaji direction, unahitaji mwongozo jinsi gani unaweza ukaanza kufanya biashara ya kuprint, mimi mwenyewe nitakupa huo mwongozo kwa sababu na mafunzo ambayo nayatoa ya kuprint t-shirt na mifuko. Kwa hiyo wasiliana na mimi kwenye namba za simu hapo chini kwenye screen yako ili uweze kupata mwongozo sahihi. Biashara namba 5 ambayo unaweza kaifanya kwa mtaji wa chini ya 900,000 ni biashara ya genge. Biashara ya genge bwana, ni biashara ambayo ina mzunguko kila siku kwa sababu watu mbalimbali kila siku tunahitaji kula. Kwa hiyo ile ukihitaji kwetu kula lazima tupike. Kwa hiyo kwenye kupika sasa tutanunua mahitaji. Tutahitaji mboga za majani, tutahitaji nyanya, tutahitaji vitunguu, tutahitaji hoho, tutahitaji nyanya chungu, tutahitaji dagaa, tutahitaji makorokoro kibao. Hiyo vitu vyote unaweza ukaviweka kwenye duka lako la bangi, inakuwa duka smart. Alfajiri na mapema unajim sokoni, unachukua vitu kama ni mboga kwa bei ya jumla, viweke kwenye genge lako hapo mtaani, na hadi kufika jioni unakuwa umepata kile kitu, kuliko kukaa tu nyumbani na hauna biashara yote unaifanya, umekaa tunasubiria ukuze mtaji. No, itumie biashara ndogo hii kukuza mtaji wako mdogo ili baadaye uweze kuja kufanya biashara kubwa ya ndoto yako. Biashara namba 4 ambayo unaweza kaifanya kwa mtaji wa 100,000 hadi 900,000 ni biashara ya kibanda umiza. Naposema kibanda umiza ni kile kibanda ambacho mara nyingi tunatumia kuangalia mpira, kuangalia mechi, na kwa namna gani unaweza kuanza hii biashara? Unaweza kununua flat screen yako ya inchi 32, kwa itategemeana na kampuni, ila bei nadhani nyingi zinaanzia kwenye 300,000 na mpaka 500,000 na haya. Ndio nunua kingamuzi chako, kama ni cha DStv, kama ni cha Azam, bei haizidi 100,000, 1,500 haizidi, pamoja na kulipia kile kifurushi cha mwezi. Ukishakuwa umeanza kwa style kama hiyo, kibanda umiza kinaga mambo mengi. Chukua mabanda yako, chukua mabanzi yako, chonga kama ni mabenchi 5 6 kukalia watu, kisha anza. Usisubiri uanze kwa ukubwa. Unataka uanze kwa ukubwa ni sawa, lakini hata ukianza kwa udogo, baadaye ukishakuwa na watu wengi, una vijana wengi, basi unaweza kaamua ujenge banda la kisasa, uchukue flat screen ya kisasa inchi 70 na inchi 80 na, lakini kama unaanza wewe, anza kwa hivyo jinsi ulivyo. Na ukianza kwa jinsi hivyo ulivyo, maana nakupatia mwanya na kupatia mwanga wa kukuza mtaji zaidi. Biashara namba 3 ambayo unaweza kaanza kwa mtaji chini ya 900,000, biashara nafaka. Biashara nafaka kama unavyofahamu, nafaka ni mahitaji fulani. Biashara nafaka ni biashara ambayo inatupatia mahitaji ambayo tunayatumia kila siku. Na hapa unaweza ukauza mchele, unaweza ukauza unga wa dona, unga wa sembe, unaweza ukauza unga wa ngano, unaweza ukauza mafuta. Hayo ni mahitaji ambayo tunatumia kila siku kwa ajili ya vyakula majumbani mwetu. Kwa hiyo kila kitu unaweza kuchukua kiasi kutokana na mtaji wako, as long as hauzidi milioni 1. Na mwisho siku hapo mtaani kwako unaweza kuuza hivi vitu. Ni vitu ambavyo vinahitajika kila itwapo leo. Biashara namba 2 ambayo unaweza kaifanya kwa huo mtaji ni saluni ya kiume. Nenda tu mtaani ambako kuna watu wengi, tafuta kibanda chako, ulipia kama ni miezi 6 kwa shilingi 70,000 tuchukulie, na kama ni miezi 6 alafu unalipa 420,000. Mashine ya kunyolea haizidi 200,000. Tafuta kijana, nunua vifaa vya msingi, nunua kioo hapo kama ni shilingi 50,000, tayari unaanza. Kwenye biashara saluni hauhitaji mambo mengi. Zaidi au ziada kidogo, labda unaweza kaamua pengine uweke ka TV kako pale, au unaweza kaamua pengine uweke sabufa tu, unapiga ngoma kali mle nini. Kwa siku ndio mwanzo wa biashara. Usitake kuanza kwa ukubwa sana. Uwe na saluni na decoration, ina maviti ya kisasa, makorokoro kibaya ya kisasa. Kidogo ni gharama, lakini wewe kama una mtaji hiyo, unaweza unaipenda hii biashara, ni ndoto yako, unaweza ukaanza kuifanya pia. Biashara namba 1 ambayo unaweza kaifanya kwa huo mtaji ni biashara ya kuuza huduma. Kwa hiyo wewe angalia una talent gani, na hapa unaweza kuanza hata na shilingi 50,000 au 100,000 tu. Na hiyo 100,000 au 50,000 mara nyingi inakuwa ni kwa ajili ya kufanya matangazo ili uweze kupata wahitaji wa kununua ile huduma ambayo unaitoa. Inaweza kawa unafahamu, unajua jinsi ya kusuka, unajua jinsi ya kupika keki, unajua jinsi ya kupamba keki, unajua jinsi ya kushona nguo. Basi kaa na simu yako, rekodi kama ni online videos, rekodi au andika kama ni kitabu. Mwisho wa siku jitangaze,
kiuze. Hivyo ni jinsi ambavyo tunaweza tukauza nini? Tukauza huduma. Niambie hapo chini biashara gani ambayo unatamani niipe time niweze kuichanganua mwanzo mpaka mwisho, kuanzia mtaji na jinsi unavyoweza kuifanya ili niweze kufanya hivyo. Sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena. Asante.